Katika kukabiliana na kadhia iliyojitokeza ya kimbunga Idaya na pia na mvua za El Nino zilizoonyesha mwezi wa 3 na wa 4 mwaka 2025, mkoa wa Lindi uko katika utekelezaji wa jumla ya miradi 13, ambapo miradi 11 inahusisha ujenzi wa madaraja na miradi miwili unahusisha ujenzi wa box culverts. Katika utekelezaji huo tunajenga daraja la Somanga Mtama la mita 60, ujenzi wa daraja la Kipata la mita 40, ujenzi wa box culvert katika eneo la Mbwemkulu pamoja na spar dike matuta katika mto. Barabara hizo zote ziko katika njia kuu. Vile vile kuna ujenzi wa daraja la Njenga 2 au Matandu lenye upana wa mita 60. Madaraja yote niliyotaja ni katika barabara kuu. Lakini katika barabara ya Tingi Kipatimo upo ujenzi wa jumla wa box culvert 6. Vile vile tupo katika ujenzi wa madaraja katika barabara ya Nangulukulu Liwale, daraja la Migulue lenye upana wa mita 60, daraja la Zinga lenye upana wa mita 18, vile vile daraja la Kimambi lenye upana wa mita 39. Vile vile katika barabara ya Kilanjelanje na Michiga kuna ujenzi wa madaraja mawili, daraja la Kigombo lenye upana wa mita 25, vile vile daraja la Nakiu ambalo lina upana wa mita 70. Barabara nyingine iliyoathirika ni toka Liwale kuja na Chungwea, ambapo tuna ujenzi wa madaraja mawili, daraja la Nangano lenye upana wa mita 18, vile vile daraja la Mbwemkulu 2 lenye upana wa mita 62. Katika utekelezaji wa miradi hii 13, jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 119.13 kimepangwa kutumika, ambapo mpaka hivi sasa jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 54.5 tayari kimeshalipwa kwa wakandarasi katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Katika mwaka wa fedha 25-26, mkoa wa Lindi umetengewa jumla ya shilingi bilioni 16.2 kwa ajili ya matengenezo ya barabara pamoja na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ambapo jumla ya shilingi bilioni 13 ni kwa ajili ya miradi ya matengenezo ya barabara, jumla ya shilingi bilioni 2.9 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo.